Habari za leo na habari ya saizi, kwa ndugu zangu wote ambao wanaendelea kufuatilia vipindi vyetu hivi vya kama nilivyoongea mwanzo vya kuelimishana juu ya masuala mazima ya biashara. Kama nilivyokuwa nimeahidi kwamba tutakuwa tunaendelea na kurekodi vipindi vyetu kwa kila wiki angalau mara moja, ili tuweze kuona jinsi gani elimu hii na uzoefu huu unaweza tukautumia kutunufaisha sote katika masuala ya biashara. Na yale ambayo nayaongea kama nilivyosema mwanzo yanawahusu makundi makubwa ya watu watatu. Watu ambao wanataka kuingia kwenye biashara, kwa hiyo waelewe aina gani za changamoto ambazo zinakuwepo kwenye biashara. Lakini kundi la pili ni watu ambao wako kwenye biashara lakini hawafanyi vizuri na wanataka waboreshe biashara zao. Na kundi la tatu ni watu ambao wanafanya vizuri lakini wanatakiwa waelewe kwamba kuna ishara huwa zinatokea ambazo zinaweza zikakufanya wewe leo ukawa na biashara nzuri lakini baadaye biashara yako ikaanza kufanya vibaya. So kama recap yetu ya kipindi kilichopita, tuliongelea zaidi masuala ya kwa nini biashara nyingi zinakufa, na masuala kama hayo. Leo nataka tuongelee ishara ambazo zitakuonyesha wewe kwamba sasa usipofanya kazi biashara yako inaweza ikaanguka baadaye, kwa sababu normally kama nilivyosema biashara huwa hazifi overnight. Biashara huwa hazifi mara moja. Huwa is a slow process, pole. Sasa zile changamoto ambazo zile ishara zinapokuwa zinatokea alafu wewe uzifanyii kazi, mwisho wa siku huwa zina result into biashara yako kuanguka kabisa na kufa. Kwa hiyo ni vyema tukazingatia kwamba unapoona ishara hizi basi unatakiwa uzifanyie kazi. Kama unaweza kuzifanyia kazi wewe mwenyewe, au unaweza kaomba professional help ya mtaalamu wa kukushauri wewe katika masuala yako ya biashara. Sasa maongezi yangu leo yataanza katika sehemu tatu. Kuna ishara ambazo zinahusiana na masuala yako ya kifedha, financial signs. Kuna ishara ambazo zinahusiana na masuala yako ya masoko na mauzo, tunaziita marketing signs. Na kuna ishara ambazo zinahusiana na ukuaji wa biashara yako, tunaziita growth signs. Na mwisho kuna ishara ambazo zinahusiana na masuala mazima ya rasilimali watu ambao wanafanya kazi kwa wewe, tunaziita HR signs. Kwenye financial signs, normal kinachotokea ni kwamba ishara ya kwanza ambayo inaweza ikakujulisha wewe sasa hali inaweza isiwe nzuri ni kushuka kwa faida. Na kushuka kwa faida tunasema profits declining. Yaani wewe sio kwamba unapata hasara, hapana, upati hasara. Bado unapata faida, lakini faida zako inashuka, ile rate ya profit inaanza kushuka polepole. Mathalan, wewe kwenye biashara yako ulivyoanza profit margin yako ilikuwa ni 25%. Umekaa miaka 2-3 unagundua kwamba sasa profit margin yako imefika ni 18%. Baada ya mwaka unakuta profit margin yako ni 15%. Mara unasikia 10%. Unapoona haya kuna tatizo. Na hii mara nyingi inaweza kuwa ni aina mbili za matatizo. Aidha tatizo la kwanza ni bei unatakiwa uibadilishe, kwamba umekaa na bei moja kwa muda mrefu. So you have a problem of pricing. Lakini kitu cha pili inawezekana una problem ya cost structure yako wewe, kwamba gharama zinaongezeka lakini umeshindwa kuzimanage wakati bei ya mauzo iko pale pale. Kwa hiyo unakuta unafanya sana mauzo lakini pia unaingia sana gharama. As a result profit yako inaanza kupungua. So utapoona hii tatizo linatokea, unakiwa kae chini na uanze kuestablish kitu gani kinachosababisha faida ianze kushuka. Watu wengi huwa waangalie matatizo yao internally. Faida zinapoanza kushuka kwenye biashara, yeye anaanza kukimbilia mambo ya nje. Sasa hivi hali ngumu, labda serikali au uchumi umekuwa mgumu na vitu vingine. Pasipo kuangalia zile internal factors, kwa nini faida ya biashara yake inashuka. Hiyo ni sign ya kwanza. Sign ya pili ni masuala mazima ya ile matatizo ya liquidity, kwamba liquidity ni kitendo cha uwezo wa kampuni kuweza kukidhi mahitaji yake ndani ya muda wa miezi 12. Yani the ability to meet your short-term obligations within 12 months. Sasa kinachotokea ni kwamba ukianza kupata matatizo ya kutoweza kukidhi mahitaji yako ya gharama ndani ya huo muda mfupi, then unatakiwa uangalie, kwa sababu unakuta mara nyingine unafanya sana mauzo lakini unafanya sana mauzo kwa mkopo, tunasema credit sales. Sasa hii inapokuwa inazidi kwa wingi, unajikuta kwamba hela ambayo inaingia ndani inachukua muda mrefu sana, kwa maana zile receivables zinakuwa zina umri mrefu sana, miaka inakuwa na miezi 60, miezi 90, bado hujapata malipo yako. Lakini gharama zako wewe ambazo unazo zinaendelea kuwepo on monthly basis, hazijalishi wewe mauzo umefanya kwa muda gani. Kwa hiyo hii ni eneo lingine, ukiona kwamba unaanza kupata shida, mishahara huwezi kulipa on time,
Utilities unakatiwa maji huwezi kulipa on time. Unakuta kwamba rent labda ya ofisi au ya duka huwezi kulipa on time. Ukianza kuona kuna hizi changamoto zinatokea, unatakiwa ukae chini na ujiulize kwamba inawezekana tatizo unalikosea wapi. Inawezekana ni muundo wako wa mauzo sio mzuri, inawezekana mtu wako wa uhasibu na watu wako hawafuatilii vizuri madeni na masuala mengine kama hayo. Right? Tunaendelea. Jambo la tatu ambalo linatokea huwa ni swala zima la kama mtu amechukua mkopo, tunasema skipping debt installments. Yaani unaanza kupeleka marejesho yale ya mikopo kwenye benki yako ambao umechukua mkopo inakudai. So what happens ni kwamba kuna watu wanafanya biashara zao lakini biashara zile ziko financed na mikopo ya benki. So benki inapokupa mkopo normally unatakiwa ufanye marejesho. Sasa ndani ya kule muda ambao mmekubaliana na benki. Kama ni mwaka mmoja, miaka miwili, mitatu, kila mwezi kuna marejesho ambayo unatakiwa upeleke. Sasa ukiona una skip marejesho ya mwanzo, inawezekana labda kuna delays zilifanyika za hapa na pale. Kwa hiyo ni rahisi hata benki overlook hiyo situation. Lakini ikifika mwezi wa pili, maana yake kuna problem sasa kwamba umeskip tena installment ya pili. Kuna tatizo. Either that debt is too expensive for you to service, au zile cash flows ambazo uliziproject kwamba utazipata ili uservice ule mkopo haziji kama vile ulivyokuwa umetegemea mwanzo. Kwa hiyo sasa unaanza kupata matatizo sasa ya cash flow kuweza kuservice mkopo wako. Na tunaelewa kwamba ukishaskip installment ya 3, tunasema sasa ule mkopo wako umeshakuwa delinquent, sasa unaenda kwenye default. Na hapa sasa ni matatizo kwa sababu benki inaweza kachukua maamuzi ambayo sio mazuri ya kutaka kuliquidate mkopo wao, wanaweza kauza asset zako, ukapoteza mali zako na vitu vingine. Kwa hiyo ukianza kuona kwamba mnaanza kuskip installment, kaa chini na mhasibu wako, hebu jiulize tatizo ni nini. Kama ni matatizo ambayo ni ya kibiashara, kaa chini na benka wako, muongee na muweze kujadili swala hili ili isije kaleta matatizo zaidi hapo mbele. Kwa hiyo nilisema kwamba kwenye maeneo ya hii financial science nitaongelea hivi vitu vikubwa vitatu. Kwa kurudia kwamba financial science ambazo unatakiwa uzizingatie zinaweza kawa ni ishara kwamba wewe sasa biashara yako inaenda kwenye matatizo. Moja ni kushuka kwa faida, pili nimesema ile profit inakuwa ina decline, pili ni kuwa na matatizo ya liquidity, na tatu ni kuskip debt installments. Kwenye masuala ya masoko, marketing science, kuna vitu ambavyo pia kuna ishara ambazo zinazotokea zitakujulisha kwamba bana, nisipofanya kazi hapa, nisipokuwa makini, naweza nikapoteza biashara yangu. Kitu cha kwanza kabisa ni wateja kukuondoka, customers leaving. Unakuta kwamba labda wewe customer base yako ilikuwa na wateja 15 ambao ni regular customers. Baadaye unaanza kuona sasa kwamba wamebaki 13, mara wamebaki wateja 10. Don't ignore, usidharau hii ukasema wateja wengine watakuja tu bana, labda hawa ni wateja wa korofi. No, don't ignore. Ukiona ile rate ya customers inaanza kupungua toka 15, 13, 12, wateja 8, then you need to stop and ask yourself why. Kwa nini wateja wanaondoka? Labda huduma ni mbovu, labda ubora wa huduma yako umeshuka, labda ubora wa bidhaa yako umeshuka, au labda kuna mtu mshindani wako competitor ambaye ameingia sokoni anatoa ubora ambao unakuzidi wewe, au anatoa huduma ambao ni nzuri kuliko wewe. Kwa unapoona wateja wanaondoka, then you need to ask yourself kwa nini, na ukae chini. Inawezekana ni ishara ambayo kama hautaifanyia kazi unaweza kushtuka siku hauna hata mteja mmoja na hauna sales tena. Na kama hauna sales, kama nilivyosema mwanzo, unashindwa kugenerate cash na unaingia kwenye matatizo ya liquidity, na probably unaweza kufunga biashara yako. Jambo la pili linatokea kwenye biashara ni returns. Yaani ile frequency ya returns inakuwa kubwa, yaani vitu kurudishwa. Unajua unasokuwa wewe unatengeneza kitu, unatengeneza bidhaa, lakini wateja wanalalamika sana, wanarudisha zile bidhaa mara kwa mara. Labda kitu kina defect fulani kwamba kama labda unatengeneza viatu mathalan, mtu anaanza kurudisha soli sijui haijakaa vizuri, mwingine anasema kamba sijui zinakatika mapema, mwingine anasema matobo sijui kupitisha kamba kwenye kiatu hayako uniform, mwingine makubwa mwingine madogo. Sasa unapoanza kuona returns zinakuwa zinazidi kuwa nyingi na kuna defects nyingi kwenye product yako, then something's wrong. Kama wewe ni mtu ambaye unatoa huduma, unaanza kuona sasa kama watu wanaanza kurudisha ile huduma ambayo uliwapa wewe, wanarudisha kwako. Mfano, njia moja hapo watu kurudisha huduma kwako kwamba wewe ni kampuni ya usafi,
usafi, umeenda kufanya usafi, mteja labda hakuridhika, anasema bana hujanifanyia usafi vizuri, naomba ufanye tena. Ile ni return katika service, tofauti na kwenye product ambayo anarudisha ile bidhaa moja kwa moja. Sasa inaweza katokea mara moja, ni kitu cha kawaida, labda kuna vitu hamkuelewana kwenye terms of reference. Lakini ikitokea mara ya pili, ikatokea mara ya tatu kwa mteja mwingine, then it's a sign unatakiwa uangalie maybe something is wrong na jinsi gani unavyotoa huduma yako au bidhaa ambayo unauza. Tukiendelea kwenye marketing science pia, kitu kingine cha msingi kinachotokea sasa ni kwamba unajikuta unatumia hela nyingi sana kwenye matangazo, lakini I generate enough sales in return. Yani more advertising cost, less sales revenue. Ukiona kuna hii ishara kwa muda mrefu inatokea, then unatakiwa ujiulize maybe one, you advertising your products to the wrong audience. Kwa hiyo probably unatumia wrong channel ya kufanya advertising ya bidhaa yako au huduma yako. Kwa hiyo ile cost ambayo wewe unaitumia kwenye advertising I convert into sales. Hii ni ishara nyingine kwamba something is wrong. Au una advertise sana ila watu hawapendi product yako, hawapendi service yako, au kuna sehemu nyingine ambayo wanapata bora kuliko kwako wewe. Kwa hiyo ni sign nyingine ambayo unatakiwa uifanyie kazi. Kwenye strategy, kwa sababu nimesema pia kuna zile growth signs kwamba kawaida ya biashara huwa ina cycle. Cycle ya kwanza ni mtu kuanza, kwa maana ile startup inapoenda huwa kuna stage ya pili ambayo is very tough. Hapa huwa kuna struggling ya biashara. Kuna watu huwa ndo they give up katika this stage, na kuna watu ambao they persevere na wana overcome hizo challenges, wanaenda mpaka stage ya tatu, ambayo stage ya tatu ni growth. Baada ya growth huwa ni stabilization. Sasa biashara ina stabilize. Sasa kabla huja stabilize pale kwenye growth pale huwa kuna mambo mawili. Unaweza kusikia mtu mwingine biashara yake ilikuwa inatengeneza millions and millions of dollars of revenue, and then over time biashara ikafa. Kwa sababu gani? Growth ilitokea, lakini probably ameshindwa kumanage ile growth yake na hakuona zile signs ambazo zingemwashiria kwamba growth yako ina matatizo, huwezi kwenda kwenye stabilization phase, ana biashara yake inakufa na anafunga biashara. You see? Kwa vitu gani ambavyo unaweza kuvigundua katika growth signs? Kitu cha kwanza ambacho kinachotokea kwenye growth signs ni kutokuwa na growth at all baada ya muda fulani. Kwa sababu normally kampuni huwa ina grow at a certain rate. Kwa mimi biashara yangu inakuwa by 15% kila mwaka. Kwa kama ni sales zina grow by 15% kila mwaka. Kama ni customer base yangu ina grow by 15% kila mwaka. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mwaka wa kwanza 15% labda biashara yako ilikuwa. Mwaka wa pili maybe biashara yako iligrow by 20%. Maybe mwaka wa tatu iligrow by 15% tena, ikashuka kidogo. Then mwaka wa nne ikagrow by 20%. Kwa hiyo kuna some sort of growth fluctuation ambayo ina indicate kwamba your business is still doing well in the market. Then all of a sudden growth inakuwa ni flat. Mwaka unaofuata zero growth. Mwaka unaofuata zero growth. Kwa maana gani? Same sales, same customers, same market, hakuna kitu chochote. Kwa maana nyingine hakuna watu wapya ambao wewe unawarecruit kwenye biashara yako. Then something is wrong now. Unatakiwa ukae chini ujiulize, what is it? Umeelewa? Labda inawezekana watu wako wa sales wafanye sales efforts za kutosha kwenda kubuild new market. Umeelewa? Au pili, inawezekana competitors wametengeneza high barriers of entry, wanakuzuia wewe kuingia kwenye new markets na kurecruit new customers. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine ambalo unatakiwa uliangalie. Kitu kingine ni kwamba kwenye growth, sign nyingine ambayo itakuonyesha kwamba growth yako ina matatizo, inaweza kukuvunja miguu na biashara yako ikafa, tunaita spreading thin. Yani unatumia una expand sana kuliko resources ulizonazo. As a result unajikuta zile resources chache ulizonazo unaziweka katika maeneo mengi. Mwisho wake yale maeneo yote yanakuwa hayapati enough resources, yanaanza kusuffocate, na mwisho wa siku unaanza kupata matatizo ya hayo maeneo. Mfano mdogo wa growing ya spreading thing ni unakuta mtu mmoja amefungua office katika mji mmoja, then next year anafungua tena ofisi mkoa mwingine, and then the other year anafungua mkoa mwingine. Sasa kila unapofungua new branch unahitaji manpower, unahitaji advertising cost, kuna local development cost, kuna cost nyingi ambazo zinakuwa involved hapo. Probably you may need to rent a place na nini. Kwa hiyo unajikuta kwamba resources zako wewe hazijakuwa allow bado kugrow, lakini wewe umeenda kugrow before the time. Kwa hiyo unakuta zile resources ambazo wewe unazipata kidogo, ambazo ungezitumia kubuild ile biashara yako katika duka moja, wewe umezispread kwenye maduka mengi, na kila duka sasa linaanza kustruggle, linaingia kwenye deficit, linaingia kwenye liquidity. Mwisho wa siku unashindwa kuendelea, unaanza kufunga tena zile sehemu ambazo ulizofungua, na probably zile zika bounce back
hata ile initial office uliokuwa nayo na yenyewe ukaamua kuifunga. Kwa hiyo the original office dies at the expense of the new offices uzofungua, kwa sababu resources uko spread so thin. Kitu kingine, sign nyingine kwenye masuala ya growth ni kufail kuadapt, kwa sababu unajua unapokuwa una grow kuna vitu vingi pia vinatokea in the market. So probably inawezekana wewe ulienda leo kufungua biashara maeneo ya Karatu, alafu hakuna mtu mwingine alikuwa anafanya biashara kama hiyo. Labda umefungua car service garage, unafanya service pale, kuna car wash, kuna nini. Probably you're the only one katika ile eneo. You make money, you do a lot of sales na nini. Then over time panaanza kutokea watu wengine ambao wanafanya the same business. Kwa hiyo unasikia kuna car wash nyingine imefunguliwa, kuna another car wash, car service, car wash. Kwa hiyo unakuwa una multiple centers ndani ya eneo moja ambalo lina offer the same service. What happens? Unakuta wale ambao wamechelewa kuingia kwenye market probably walikusoma wewe na wakagundua weaknesses zako, wakaanza kuintroduce new services ambazo wewe labda ulikuwa hufanyi. Labda wanaanza kutoa coupons, wanaanza labda kufanya labda ukiosha gari moja, gari nyingine unaosha for free in a month, wanaanza kufanya labda home services, wanakuja kuoshia magari nyumbani. Kwa kuna all sort of development ambazo zinatokea. Sasa wewe unatakiwa uelewe jinsi gani sasa utaadapt to the new changes ambazo zinatokea pale. If you fail to adapt, you cannot survive. If you cannot survive, what happens? You die. And that's what happens in many businesses ambazo zinajikuta katika mazingira hayo. Mfano mwingine ambao unatumia globally ambao ni very common ni watu wa Kodak ambao walikuwa wanatengeneza zile filamu za picha. Wao hawakuadapt na mabadiliko, kwamba watu sasa hawataki tena kupiga picha za filamu. Watu sasa hivi wana digital cameras, watu wanatumia phone cameras na nini, na wanapata picha instantly. Kwa hiyo hawatumii tena mambo ya kwanza kupiga picha au upate sijui ile film uende ukasafishe na vitu vingine. So they didn't see that, wakajikuta mwisho wa siku they are caught up. Same thing happened to Nokia. Kwa hiyo hilo ni katika eneo la growth strategy yako na signs ambazo zitakuashiria kwamba sasa inawezekana wewe unaanza kupata matatizo. Kwenye masuala ya HR, kwa maana ya rasilimali watu, mambo mengi yanaweza katokea, lakini some of the things that would happen na kukupa wewe sign kwamba hali sio nzuri. Mmoja ni ile inaitwa staff turnover. Wafanyakazi wanaanza kuacha kazi, wanaondoka. Maybe the best minds zinaanza kuondoka. People were well paid before, sasa hivi wanaanza kuondoka. Watu ambao thought were committed to your company, they are now leaving. They are leaving, and sometimes they are leaving to your competitors. Kwa hiyo hii ni hali ambayo unatakiwa uiangalie. Kwa nini wafanyakazi wanaacha kazi wanaenda kufanya kazi sehemu nyingine? Why? Maybe there's something's wrong na mazingira kazi, maybe something is wrong na wao wanaona hakuna potential wao kugrow career zao na vitu vingine. All this will give you sort of a pinch kwamba sasa nikae chini nijiulize tatizo ni nini. Na mwisho ni wakati mwingine unakuta kwamba wafanyakazi wanalalamika kwamba wako overworked. Unapoona kwamba wafanyakazi wanalalamika kwamba wako overworked is a sign kwamba probably staff is not well managed. Labda upangaji wa majukumu ya kazi sio mazuri, maybe delegation haifanyiki vizuri. Na kama wafanyakazi wanalalamika kwamba wako overworked, maana yake nini? Watapunguza productivity. Wafanyakazi wanapunguza productivity, chances are uzalishaji wako utapungua kwenye ofisi yako. Uzalishaji unapopungua, sales will go down. If sales go down, maana yake you have less money. If you have less money, maana yake unakuta kwenye matatizo ya liquidity. If you are in liquidity for longer than 12 months, you're out of business. Kwa nikasema leo niongee haya maswala kama ishara za kuambia wewe bwana, kama hautozingatia hizi signs zinazojitokeza sasa hivi, then you are in for it. Na niseme tu haraka vitu gani vitakusaidia kuzidetect hizo signs, kwa sababu signs they need to be detected. How do you detect them? Kitu cha kwanza, as we always advise, lazima uwe unatengeneza monthly reports. Lazima utengeneze ripoti za mwezi za kampuni yako. Ujue where are you heading, where are you coming from. Kwa hiyo lazima umtask mhasibu wako akutengenezee at least the basic reports. Akutengenezee the income statement report, akutengenezee the cash flow statement, akutengenezee balance sheet, akutengenezee ka ratio analysis kadogo kuonyesha kwamba zile key ratios zinaendaje, kama profit, net margin, operating margin, gross margin zinasemaje. Kuna masuala ya liquidity ratio ambayo sitakuelezea sana sasa hivi, zinaelezea whether una matatizo ya liquidity hauna na vitu kama vile. You must. Kama hauna, unaweza kupata mtu akakutengenezea account zako, ukatafuta mtu ambaye ni CPA au any financial expert akakusaidia kuzi-interpret zile hesabu zako na kuambia kama kuna any signs ambazo zinatokea pale. You see, kunatakiwa unafanya zile regular meetings na staff wako kupata feedback. Hii ni sehemu nyingine pia ya kupata ile kudetect zile signs ambazo wewe unaziona. Nyingine ni kufanya kitu tunaita performance audit, kwa sababu watu wengi sana wanafanya financial audit kuangalia mahesabu, lakini pia kuangalia how do people perform.
you can outsource to a company ikaja kufanyia performance audit ya kampuni yako na kuambia bwana maeneo haya na haya na haya kuna ishara hizi na hizi kama if you don't take care of them you might find yourself out of business baada ya muda fulani. Kwa hivi ni baadhi ya vitu ambavyo nafikiri kila mtu ambaye anafanya biashara sasa hivi anahitaji kuzingatia. Kwa sababu gani? If you cannot see the signs today, you might be in much more deeper depth ambao probably kutoka nje tena huko ndani inaweza kawa ni much even harder. Kwa hiyo kama wanavyosema prevention is always better than cure. Kwa cha msingi angalia maeneo gani ambayo wewe utaweza kudetect zile signs, pata that feedback, fanyia kazi, fix them ili uweze kugrow biashara yako, iweze kutoka isiwe katika ile takwimu nilotoa mwanzo ya 75% ya biashara ambazo zinakufa ndani ya miaka 5. I hope umeenjoy the video. I hope the video was much more useful to you na itaendelea kuwa useful katika biashara yako. If you are planning to start a business, kama tayari you're in business already au una biashara lakini you're struggling to grow, man, watch out the signs ambazo zinaweza kawa zinakuletea matatizo baadaye na biashara yako ikafa. Until then, ni mimi host wako Salum Awadh, na kwa maelezo zaidi unaweza kunipigia simu 0656 106 narudia 0656 006 106 0656 006 106 au ukatembelea mtandao tovuti yetu ambao ni www.ssc.co.tz ssc.co.tz. Asanteni sana and I'll see you next time. Kipindi kijacho tutaongelea jinsi gani ya kuandaa mpango wa biashara, business plan. Unajua unapoanza biashara lazima uwe na mpango. Kama nilivyosema, if you are failing to plan, you are planning to fail. Sasa kuna detailed business plans ambazo probably unaweza kuwa wewe una ile technical capacity ya kuandaa, lakini kuna very simple basic business plan ambayo wewe lazima uwe nayo. Kama unataka kufungua biashara ya mgahawa, you must sit down and ask yourself, ni mambo gani ya msingi natakiwa nizingatie katika hii biashara yangu? Kama ni manpower, hii biashara inahitaji how many people? Ni watu wa aina gani? Nitauzaje? Nitaprice vipi vitu vyangu? Nitasource wapi raw materials? Nitaweka which location? Sheria zipi natakiwa nizicomply nazo za serikali? You see, kama hoteli nyingine ifunguliwe, how will I compete? Hivyo ndio vipengele vya msingi vya mpango wa biashara au business plan. So the next episode tutaongelea zaidi jinsi gani ya kuandaa mpango wa biashara, how to write a business plan. Until then, ciao and see you next.